Wananchi na wakazi wa jimbo la Kibamba, kata hii ya Msigani, ambao ni muunganyiko na kata jirani, kata ya Mbezi, na wakazi na wananchi wote, nipende kuwasalimia kwa salamu za chama zote. Peace. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa dakika chache sana. Ninayo mambo machache. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa ratiba hii. Natambua kwamba mara ya mwisho tulikutana kwenye mikutano ya hadhara serikali za mitaa, na tulikuja mahali hapa kwa ajili ya kumnadi mgombea wetu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama Taifa, naomba tu niseme kwamba jimbo la Kibamba ni jimbo ambalo lina kata 6, mitaa 44. Na ni jimbo ambalo tunaamini kwamba kati ya majimbo Tanzania nzima ni jimbo ambalo Chadema iko juu sana na tuko juu sana, na ndio maana tumeweka mkutano hapa kwa ajili ya kuzungumza na wananchi mambo machache. Kwanza, ndugu zangu wafanyabiashara wa eneo hili, niwashukuru kwa sababu umetupa nafasi. Najua eneo hili huwa mnafanya biashara, lakini umeheshimu chama, umetuachia nafasi. Tunawashukuru na tuwaombe kwa usumbufu ambao umejitokeza kwenye eneo hili. Lakini jambo la pili, niwashukuru wananchi wote ambao mmeweza kushiriki mkutano huu wa hadhara, ambao wako viongozi wetu wa Chama Taifa na kamati kuu kwa ujumla, na watazungumza pamoja na sisi kwenye eneo hili. Jambo la tatu, najua tulikuwa na mzunguko wa kuzindua misingi mbalimbali ndani ya jimbo la Kibamba, lakini pia kutokana na hali ya hewa tumechelewa kuanza mkutano. Kwa hiyo ninaomba tu nizungumze machache. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi na wanachama na wakazi wa jimbo la Kibamba ndani ya mitaa 44, najua mwaka jana wamejitokeza kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Naomba nitumie nafasi hii niwashukuru wale ambao mlikwenda kupiga kura, na ninaamini kwamba tuliweza kushinda. Lakini kwa sababu ya hujuma ya Chama cha Mapinduzi, nyinyi mnajua, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika mitaa yote 44 tuliweka wagombea, na kama uchaguzi ungekuwa ni uchaguzi wa haki, tulikuwa tayari kushinda zaidi ya mitaa 35 kati ya mitaa 44. Mitaa 16, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ambao tulikuwa na matokeo mkononi, tulishuhudia jeshi la polisi likisimamia matokeo ya uongo na wakikimbia na watendaji wa mitaa chini ya OCD wa wilaya ya Ubungo. Na nilimuona yuko hapa, nimkumbushe tu, mtaa wa Luisi tulishinda. Mtendaji wa mtaa akapakiwa kwenye defender, akageuza matokeo halali, akatangaza matokeo ya uongo. OCD akapiga risasi juu kuwatawanya wananchi, na atakuwa ni shahidi, yuko hapa, ni rafiki yangu. Tukaenda mtaa wa Msakuzi vile vile, maana yake tulishinda mitaa mingi. Lakini jeshi la polisi na watu wa CCM na serikali yake wakaamua kutuhujumu uchaguzi huu. Nachojiuliza ya kwamba ili jimbo la Kibamba mbunge ni wa kwao, wenye viti ni wa kwao, lakini kuna changamoto nyingi kwenye jimbo hili. Barabara ni mbovu, vijana wetu wa bodaboda, bajaji wanapata shida. Kuna changamoto za wasimishaji, foleni za mara kwa mara, kwa sababu ni viongozi wanapatikana katika njia ambayo si ya haki. Sasa yako mambo mengi sana, ndio maana Chadema tumesema kwamba kama kutakuwa na mabadiliko ya mifumo ya kiuchaguzi, hatuko tayari kuingia kwenye uchaguzi. Hatuko tayari kutumia fedha zetu, kutumia muda wetu, kutumia kila rasilimali fedha. Tunashinda chaguzi,
Sasa najua yako mambo mengi sana ambayo viongozi wetu mtaweza kuzungumza, na kwa sababu ya muda mimi naomba niishie hapa kwa sababu yako mengi sana. Lakini kipekee niwashukuru sana ndugu zangu wa jimbo la Kibamba, mitaa 44, kata 6. Mungu anabariki sana. Kuna haja kubwa na nzito. Naomba niwape nafasi viongozi wetu wengine wa chama taifa, kamati kuu, waendelee kuongea pamoja na nyinyi. Pause.